Karibu sana Eco Africana TV, ni siku nyingine tena. Leo tumewaletea kipindi kingine cha matumizi ya planta kwa ajili ya pawatila. Eza ni pawatila zile ndogo kama hizi hapa, hizo pawatila za mikono mirefu yoyote. Hii planta inaweza ukatumia kwenye kupandia mbegu. Najua wakulima wengi wananunua pawatila lakini planta zinakuwa ni adimu sana. Lakini sasa sisi kama Eco Africana tumesikia hoja yenu na sisi tumewaletea planta kama unavyoiona hivi. Ukitana na hizi pawatila tunazo kuanzia pawatila kuanzia 3,500,000 hapa, kuna 4,500,000, kuna 5,000,000. Hata hivi vitu vyote kama unavyoona hivi, unapewa majembe ya matuta, sijui nini, kupalilia, hata hizo chuma, tela vinapatikana. Vyote hivyo ukihitaji vipo na tumevielezea kwenye video zilizopita. Sasa twende kwenye jambo letu moja kwa moja. Unaona hapa ni planta, sawa eh? Hii hapa ni planta. Ina njia tatu, njia ya kwanza, njia ya pili, njia ya tatu. Lakini katika planta hii, njoo uone kidogo. Katika planta hii, planta zote ina njia mbili. Yaani humu ndani ina njia mbili. Yaani kila planta yaani kila njia ina sehemu mbili. Yaani ina sehemu ya kuweka mbolea na sehemu ya mbegu. Umeona eh? Sehemu ya mbolea, sehemu ya mbolea, sehemu ya mbegu, sehemu ya mbolea, sehemu ya mbegu. Sawa eh? Ambako sasa wewe ndio utaamua, je, niweke mbegu sehemu zote au niweke mbegu njia moja moja. Sawa eh? Kwa hiyo kwamba wewe utaamua hapo uweke mbegu, hapo uweke mbolea, hapo uweke mbegu, au kote uweke mbegu, au uweke huku mwanzoni uweke mbegu na mwishoni uweke mbegu, kutokana na kilimo unachotaka. Kwa sababu sawa, kwa sababu kutoka hapa mpaka hapa, yani kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine ni sentimita 20. Sasa tunaenda kupima. Sasa wewe inategemeana wewe mazao yako yapoje. Mimi hapa natoa vipimo kutokana na nini? Na planta ilivyo. Kwa hiyo utaangalia, je, kilimo chako kitaweza? Kama itaweza kwenye kilimo chako basi utatumia. Ukiona haiwezekani basi usichukue kitu ambacho unaona kwenye kilimo chako hakikufai. Kwa lakini kwa wale itawafaa basi njoo uchukue, ni nzuri sana. Sawa eh? Kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine ni sentimita 20. Yaani ukiangalia hapa, ngoja niweke hapa vizuri. Umeona hii sentimita 20. Sentimita 20 kutoka hapa hadi hapa. Sawa eh? Kutoka hapa hapa mpaka hapa mwishoni ni sentimita 40. Sawa? Kwa hiyo wewe utaangalia sasa kilimo chako kinakufaaje. Eza upande mbegu moja moja kwenye mstari huu na huu mstari, upande mbegu moja moja, au upande mbegu mbili mbili kutoka mstari hapa mpaka hapa, au hapa na hapa weke mbegu mbili mbili, hapa itoe mbolea hii moja uiache, au hii weke mbegu moja moja, hii mbegu moja, hapa weke mbolea katikati. Kwa hiyo hapo unaangalia matumizi yako. Lakini kutoka mstari mmoja hadi kwenda mstari mwingine sentimita 20, kutoka mstari hapa mpaka hapa sentimita 40. Sawa? Lakini pia wewe ndio utachagua wapi weke mbolea, wapi weke mbegu, kwa sababu njia zote humu ndani, njoo uone hapa ndani. Njia zote humu ndani humu. Kwenye njia moja ina sehemu ya mbolea na mbegu. Sawa eh? Ina sehemu ya mbolea na mbegu. Kwa hiyo kama ukitaka utumie sehemu ya mbolea peke yake, una hivi vifuniko hivi, unavipachika kwa hapa chini. Sawa? Unapachika kama hapa. Kama unataka utumie mbolea tu, hii sehemu ya mbegu unaziba. Lakini kama unataka hii utumie mbegu, hii mbolea uitaki, unaziba hii sehemu ya mbolea. Unaziba kwa inabaki hii peke yake. Kwa na huku ndio utachagua. Kama utataka na hapa mbegu, utaziba mbolea, mbegu itabaki. Na hapa kama unataka weke mbegu, utaziba sehemu ya mbolea, hapa mbegu itabaki. Umeona? Mfano unasema hapa niweke mbolea katikati. Unaziba mbegu, unaweka mbolea. Kwa huku utaweka mbegu, hapa mbolea. Au utaamua utaziba hapa, kote uweke mbegu, au huku utaziba utumii kabisa, hapa uweke mbegu na mbegu hapa. Au hapo unaweza ukaziba mbegu, sawa eh? Hapo ukaziba mbegu. Ngoja hapa niweke hivi. Ukaziba mbegu katikati, ukaweka mbegu, ukaweka mbolea. Kwa hiyo ni wewe sasa unategemeana wewe unataka utumie matumizi gani. Cha msingi ujue tu kwamba kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine ni sentimita 20, kutoka mstari wa kwanza mpaka wa tatu ni sentimita 40, sawa eh? Lakini sasa kutoka mbegu mpaka mbegu ni sentimita 20 pia. Yaani kutoka mbegu, yani tangia itupe hapa mbegu mpaka inafika mbegu nyingine. Sawa eh? Ni sentimita 20 pia. Sawa, ni sentimita 20 kutoka hapa mbegu itakotoa na mbegu nyingine. Lakini kwa mstari nayo 20. Kwa 20 kwa 20. Kwa hiyo utaangalia njia gani itakufaa. Kitu kingine sasa hapo unaweza ukaseti, sawa eh? Itoe mbegu ngapi. Sawa? Njoo uone. Sasa sehemu ya kusetia utoe mbegu ngapi ni hapa. Hapa. Ambako sasa hapa ukitazama vizuri hapa, njoo uone hapa. Ukitazama vizuri hapa kuna namba hizi. Kuna namba 1, 2, 3, 4.
Kwa hiyo sasa hapo ukiwa na adjust, njoo ni kwa huku ndani. Nikiwa na adjust, mfano nataka mbegu zikae mbegu kubwa kubwa kama hapa. Labda kama mfano kama hapa nataka niweke mbegu mbili za kunde, sijui choroko, sijui kunde. Hizi hapa. Hapa ukiangalia vizuri, endelee. Mbona na save tena? Unaona? Ukiangalia vizuri hapa, mfano kama hapa zinaingia mbegu 3. Sawa? Nikipunguza hivi, nikipunguza distance, utajikuta hii space iliyobaki inaingia mbegu 2. Kwa hiyo utapanda mbegu 2. Ukiangalia mbegu 2 kwa huku, njoo uone kwa huku sasa. Mbegu 2 itakuwa ni namba ngapi ukifunga? Mbegu 2 kwa zao hili la sasa. Kwa mfano kwa zao la njugu mawe, ili itoe mbegu 2 lazima huku isome namba ngapi? Namba 3. Hapa itasoma namba 3. Lakini kwenye mahindi inakuwa ni tofauti kidogo. Sawa? Kwenye mahindi itasoma namba 2. Kama ukitaka uweke mbegu 2. Mfano hapa, ngoja nichukue hapa mahindi hapa. Sawa? Mahindi ukiweka hapa. Sawa? Ukiweka hapa, huku itasoma namba 2. Huku nikifunga itasoma namba 2. Umeona ikikaa hapa ina mbegu 2 zinakaa. Sawa? Inasoma kwenye namba 2. Ngoja huko na huko nifunge kwa upande huko, njoo na huko. Inasoma namba 2. Umeona hapa inasoma namba 2. Ndio huku mahindi utaweka mbegu ngapi? Mbegu 2. Lakini ukitaka uweke mbegu 1 na huku itasoma namba 1. Kwa hapa nitafungua tena hapa. Nitafunga. Umeona nikifunga huku, umeona mbegu inavyokaa, inabaki njia ya mbegu 1 tu hapa. Njia ya mbegu 1. Kwa hiyo nikirudisha hapa, utajikuta kwamba huku itakuwa kwenye njia namba 1. Kwa hapa inakuwa inabaki mbegu 1. Kwa hiyo nikitia mahindi hapa mengi, hata ngoja nitie mahindi mengi hapa. Nitie mahindi mengi hapa. Sawa? Nikizungusha hapa itatoka mbegu 1. Sawa? Nikizungusha hapa, maana hapa inafungwa mnyororo hapa. Inafungwa mnyororo hapa. Umeona inakuwa inatoka mbegu 1. Njoo uone. Umeona kama hapa imetoka mbegu 1 ya mahindi. Ienda tena inatoka mbegu 1. Umeona? Hapa mnyororo ukizungusha tu inatoka mbegu 1 kutokana na kwamba huku niko seti inakuwa imeseti vizuri. Kwa hapa sijafunga kwenye mnyororo wake, lakini nikizungusha hapa kwenye mnyororo automatically itatoka mbegu 1. Sawa? Itatoka mbegu 1 ile pale. Hivyo itatoka mbegu 1. Umeona? Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu ukitaka upande hadi ngapi, yani useti kutokana na kuseti unapotaka wewe useti itoke mbegu ngapi. Ngoja tuangalie hapa. Nako itatoka mbegu ngapi? Kiweka maharage. Ngoja tuweke maharage hapa. Tuweke maharage kwa huku. Sawa? Nako itatoka mbegu 1. Sawa? Ngoja nizungusha, itatoka hapa katikati. Sawa? Hiyo hapo umeona? Harage inatoka harage 1. Hilo hapo la pili. Nikitoa tena hilo hapo. Na huku mahindi yanatoka kwa sababu tumesetia. Umeona? Hilo harage jingine, harage 1 kutokana na namba nilivyo set. Umeona? Harage 1, mahindi 1. Harage 1, mahindi 1. Hivyo umeona? Yanatoka hindi 1, harage 1. Hindi 1, harage 1 kutokana na nini? Setting nimeseti namba 1. Ukiseti namba 2, mbegu 2. Ukiseti namba 3, mbegu 3. Inategemea na aina ya mbegu. Mfano sasa, ngoja tujaribu hizi mbegu vidogo hizi. Hizi ni choroko hizi, lakini sijui kama itafanya kazi, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuangalia. Ngoja tupunguze size tuweke ndogo kabisa. Tuone itakuwaje. Ngoja niangalie hapa. Size ile pale ni ndogo sana. Ngoja nipunguze zaidi nione mpaka mwisho. Hapa ndio mwisho sasa. Hapa ndio size ya mwisho, na kwamba hapo mbegu 1 tu.
Sasa tuone, je, itakubali? Ngoja tuone hapa. Ngoja nifunge. Okay. Sasa hizi ni choroko hizi. Choroko. Kwa nataka niweke choroko hapa nione. Kwenye choroko zitamwagika choroko ngapi? Haya. Tuweke hapa vizuri hapa. Almost zinatoka kama ngapi hivi? Pisi 3. Ngoja tuangalie kwa hapa. Itabeba pisi ngapi? Unaona kama hapa, njoo uone hapa. Ndugu yangu inabeba pisi nyingi sana. Yaani kama pisi 8 hivi au 9 hivi, njoo uone hapa. Pisi 8 kama 9 hapa. Umeona hivi? Hapa ndani. Sasa sijui kama mtaona vizuri, pisi 8 hadi 9. Kwa hiyo kwa hizi mbegu ndogo ndogo hizi haitafaa, lakini kwa mahindi, kwa maharage, kwa kunde itafaa. Ni wewe tu kama unataka ipande mbegu moja au mbegu mbili. Kwa hiyo kwa wakulima wa mahindi, maharage, kunde, choroko hapana. Nini? Choroko nini? Naitwaje hizo? Njugu mawe. Au njugu mawe basi itafaa. Kwa hiyo planter utapata kwetu kwa shilingi 2,500. Kwa hiyo mteja yote kama unataka hii planter tunauza kama spare 2,500. Sawa Ukitaka power tiller hii inauzwa tofauti na power tiller jamani. Ukinunua hiyo power tiller hii inauzwa tofauti na power tiller. Kwa mtu akihitaji hii ni shilingi 2,500 tu. Tunapatikana Dar es Salaam Tegeta na Shows kwa mteja mkoa atoma mzigo mkoa wote ule wa Tanzania. Karibu sana Eco Africana. Planter yetu ndio kama hii hapo unavyoiona namna hii. Inapanda mbegu moja, mbegu mbili, mbegu tatu ni wewe tu, lakini sana kwa matumizi ya hii planter kwa wakulima wengi ni mbegu moja, mbegu mbili. Kizidi sana basi mbegu 3, lakini sina uhakika sana, lakini sana mbegu 2, mbegu moja. Inapanda kutoka mstari hadi mstari sentimita 20. Kutoka mstari kwanza mpaka wa 3 sentimita 40. Wewe ndio utaangalia katika hizo njia zote unaweza kuweka mbolea na ukaweka mbegu. Wewe ndio utachagua. Kwenye njia ya kwanza uweke mbegu au mbolea, njia ya pili uweke mbegu au mbolea, njia ya tatu uweke mbegu au mbolea kutokana na vipimo vyako na kilimo chako unachokifanya. Sawa Ndio hivyo bosi wangu.